kwamba tujawaacha jamani. Kama unatambua kwa mambo, andika Tukibati cha Uruguay upande wa YouTube, uendelee kupata burudani live kabisa kupitia kipindi kizuri kabisa Tukibati cha Uruguay. Bwana, tuko na mgeni hapa, lakini mgeni huyu ni mgeni mwenyeji kutoka kampuni kubwa kabisa inaitwa Nyamonzi Traders. Bwana, karibu sana kiongozi. Shukrani sana. Karibu sana. Nashukuru sana. Mambo yanakwenda mzee? Mambo yanaenda vizuri. Unajisikiaje kuwepo ndani ya Kibati cha Uruguay? Najisikia vyema sana. Najisikia furaha na ile vibe. Ndio. Kwa nafurahi kuwa moja ya timu ambao tumejumuika hapa pamoja. Okay, sawa. Kifupi sasa bwana, unajua vizuri. Ajitambulishe sasa. Anaitwa nani? Vizuri kabisa. Wapenzi wasikilizaji, mimi kwa majina naitwa Dr. Mgema, natokea hii kampuni ya Nyamonzi Traders kama ambavyo imetambulishwa. Ambao sisi tunajihusisha na utengenezaji na usambazaji wa virutubisho au tibalishe vinavyojulikana kwa jina la mwani, lakini ikiwa ni mwani ambayo imeboreshwa. Ndio. Au kwa Waingereza wanaita ni Simos Plus. Okay. Na hii sasa ni nini? Kwa nini tunaita mwani ambayo imeboreshwa? Ni mwani ambayo imeboreshwa kutokana na kwamba hii iko tofauti na zile mwani ambazo zinatengenezwa kienyeji na watu wengine. Ndio. Hii ni mwani imechanganywa na unga wa majani ya mchaichai. Kwa ajili ya kufanyaje? Kwa ajili ya kuiongezea ufanisi katika utendaji kazi wake. Lakini pia kwa ajili ya kuondoa ile harufu ya bahari ambao mwani inakuwa inatoka nayo ikishavunwa kutokea baharini. Okay, kwa hiyo mwani inavunwa kutokea baharini. Sawa. Kwa hiyo sasa kwa nini utumie hiki kirutubisho cha mwani ambayo imeboreshwa? Ni kwa sababu kuu zifuatazo. Cha kwanza kabisa, mwani inakuwa na madini 92 ambayo yameshafanywa utafiti wa kisayansi na yakagundulika kwamba ukitumia kwenye mwani kuna madini 92 kati ya yale 102 ambayo mwili wa binadamu unakuwa unahitaji. Ndio. Kwa hiyo sasa kupitia hayo madini na virutubisho vingine ambavyo vinapatikana kwenye hii mwani vinakuwa vinasaidia katika mambo mengi sana ambayo yana katika mwili wa binadamu. Ndio. Ikiwa la kwanza kabisa ni kuhusiana na kuimarisha kinga ya mwili. Ndio. Tunajua kuwa mwili wa binadamu kisayansi ni kwamba kadiri binadamu anapozaliwa akiwa mdogo kinga yake anakuwa anategemea kutoka kwa mama. Anapokuwa anazidi kukua, kinga yake inazidi kupanda, lakini nafikia kipindi inaanza kushuka. Hii ni kutokana na umri, lakini pia kutokana na changamoto za maradhi mbalimbali. Ndio. Kwa hiyo unavotumia hiki kirutubisho kinasaidia kuimarisha ile kinga yako ya mwili. Ndio. Kutokana na nini? Na vile virutubisho ambavyo vinakuwa vinapatikana kwenye hii mwani iliyoboreshwa. Ndio. Lakini kingine mwani iliyoboreshwa inasaidia katika kutibu na kuzuia magonjwa mbalimbali. Tukianza kabisa na swala zima la changamoto ya vidonda vya tumbo. Haya ni baadhi ya magonjwa ambayo yamekuwa yakikua kwa kasi sana, hasa katika kipindi hiki ambacho kuna matumizi ya vyakula vya kusindikwa kwa wingi. Lakini pia magonjwa yenyewe yamekuwa yameongezeka kutokana na mitindo ya maisha ambayo watu wanaishi, vyakula ambavyo wanatumia. Kwa hiyo hii mwani iliyoboreshwa inasaidia katika kutibu vidonda vya tumbo, katika kupunguza gesi tumboni, lakini pia inasaidia kuondoa uvimbe mwilini. Ndio. Na kuzuia magonjwa ya moyo. Haiishi hapo tu. Ina maana pia hii mwani iliyoboreshwa inasaidia katika kuchangamsha mwili. Inachangamsha mwili kutokana na kiwango kizuri ambacho cha madini ya joto ambacho kinakuwa kinapatikana katika hii mwani iliyoboreshwa. Ndio. Madini ya joto kazi yake kuu ni kuisaidia tezi ya kwenye shingo au kwa Kiingereza wanaita ni thyroid hormone. Ndio. Hii ndio inaratibu mifumo mbalimbali ya mwili iweze kufanya kazi yake vizuri. Ina maana kama ukipata haya madini kwa kiwango ambacho kinatakiwa kila siku, ndio unavotumia hii mwani iliyoboreshwa kila siku, unakuwa unaona mwili wako umechangamka. Ina maana kama unakuwa una uwezo wa kufanya kazi yako vizuri. Yani haya masaa ambayo unatumia hapa mawili kuendesha hiki kipindi, unaona kama umetumia lisali moja. Yani unaona mwili uko safi kabisa. Mwili uko safi. Kwa hiyo inawasaidia sana watu. Unafanya kazi zako vizuri nyumbani, unafanya kazi zako vizuri ofisini, lakini pia inaondoa ule uchovu. Umefanya kazi yako, umechoka, sasa unaweza kurudi nyumbani ukatumia mwani yako iliyoboreshwa, inasaidia kuondoa ule uchovu. Lakini pia kwa wazee,
wanakuwa wanapata changamoto ya kutokupata usingizi. Ndio. Analala kitandani lakini usingizi anaopata saa 8 saa 9 huko. Sasa suluhisho lake ni kutumia mwani iliyoboreshwa. Ukilala unalala vizuri kabisa kwa amani, na unaweza kupitiliza ukalala mpaka muda ambao hautakiwi kulala, ukalala mpaka saa 4. Okay, safi sana. Sasa unajua mimi hapo nimesikiliza vizuri sana. Unapumzika vya kutosha. Inamaanisha kwamba kuna haja kubwa sana wa Tanzania ambao wanafuatilia kibati cha Uruguay kuweza kutumia mwani ulioboreshwa, kwa sababu ukiangalia vitu pekee ambavyo vinasababisha mwili uweze kukaa sawa tumevisikia. Ni vitu muhimu sana. Sasa kwa haraka hapo unapotumia matumizi yake yakoje? Hii mwani iliyoboreshwa ina matumizi yake yanategemeana na unaotumia aina gani. Maana ni unga. Tunatengeneza katika mfumo wa aina mbili. Kuna unga au poda, lakini pia kuna gel kama ambavyo zinaonekana hapa. Kwa hiyo hii ya unga kwa mtu hiyo ndo mwani iliyoboreshwa ambayo iko katika mfumo wa unga. Na matumizi yake unatumia kijiko kimoja au viwili asubuhi kabla hujapata kifungua kinywa, lakini hauitumii yenyewe moja kwa moja, unaichanganya. Unaichanganya kwenye chai, kwenye maji au vuguvugu, kwenye maziwa au kwenye uji. Unachanganya, unatumia. Na ili upate matokeo ambayo tunayatarajia upate, ikiwa ni pamoja na kuzuia na kudhibiti magonjwa kama ya kisukari, pressure, magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo, inabidi utumie kwa muendelezo. Yani sio kitu ambacho unatumia siku moja ukapata matokeo. Ni lazima utumie kwa muendelezo ndo uweze kufanyaje kupata matokeo. Hivi ni nini? Ni virutubisho. Okay, sawa. Na ujazo ukoje katika upande wa hii ya unga? Ujazo wake ni kwamba hii ya unga inapatikana katika ujazo wa kuanzia grams 100, grams 150 na grams 250. Kwa mfano grams 250 ndio hiyo hapo. Hiyo kubwa. Na unaitumia kwa muda gani? Kwa mfano sasa mnunuzi tayari ameshanunua ili angalau sasa aweze kurekebisha afya yake vizuri. Anatumia kwa muda gani? Hiyo ya grams 250 ana uwezo wa kutumia kwa mwezi mmoja mpaka mwezi mmoja na nusu kwa kuchota kijiko kimoja kile cha chakula cha mezani na kuchanganya na kutumia kila siku. Atakuwa na uwezo wa kutumia kuanzia mwezi mmoja mpaka mwezi mmoja na nusu. Safi kabisa. Kajumpemba? Mwani ulioboreshwa inatakiwa utumie kuanzia sasa. Kwa binadamu yoyote na hata ambaye mzima ana afya yake. Usijione mzima sana. Ukitaka kugundua zaidi unapotumia kitu kama hichi utaona tofauti vile vile. Yani inamaanisha kwamba swali kubwa ambalo unatakiwa muulize ndugu yangu hapa Dr. Mgema. Anayotakiwa atumie ni mtu ambaye labda kidogo anaumwa au mzima au wote kwa pamoja. Yani kwa mtu mzima anahitaji, kwa sababu mimi nimemsikia na nimeona pale kuna kuna faida 5 pale. Kuna faida ya kwanza, huimarisha kinga ya mwili. Sawa. Kwa hiyo kuimarisha kinga ya mwili ni muhimu sana kidevu. Maana haijalishi kwamba unaumwa au ni mzima. Unatafuta yani muda wote unakuwa uko vizuri. Unatafuta afya yako ikae vizuri. Usaidia vile vile kutoa sumu mwilini. Yani sumu zinatoka. Tena na hususa sumu ndo tunazipiga kweli kweli. Kula tunajua unakuta mara 8 mara 3. Vile vile inaimarisha afya ya moyo na kupunguza cholesterol, yani mafuta. Vile vile huongeza nguvu za kiume. Unajua tena siku hizi chips kwa wingi. Yani kiufupi ni kwamba unapotoa sumu mwilini maana yake hata nguvu kidogo inaongezeka. Nguvu za kiume. Inamaanisha heshima inarudi nyumbani vizuri kabisa. Watu watakuwa wamenielewa hapo nikiongea hivyo. Vile vile inazuia kuanza na kushamiri kwa kansa. Unajua Kwa hiyo kuzuia kuanza na kushamiri kwa kansa. Kwa hiyo sawa. Tumeshajua matumizi ya huu mwani wa unga. Vizuri kabisa ulioboreshwa. Tuje katika upande wa jeli. Sasa kutokana na kwamba watumiaji wa hii mwani ulioboreshwa kama ambavyo nimeeleza ni makundi ya aina tofauti. Inaweza kaanza kutumika kuanzia kwa mtoto wa umri wa kuanzia miaka 2 na kuendelea. Na pia inatumika kwa mtu ambaye ni mzima kuimarisha kinga yake ya mwili, lakini kwa ajili ya kuweka mwili wake vizuri. Sawa. Lakini kuna kundi jingine la watu ambao kinga yao imeshuka. Wana magonjwa yale ambao ni ya muda mrefu, wagonjwa ambao wana maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa mfano, wagonjwa ambao wana TB, wagonjwa ambao wana kisukari ambao inasababisha kinga ya mwili ya binadamu inakuwa imeshuka. Kwa hiyo wanakuwa inawasaidia sana kuimarisha kinga yao. Lakini pia
inatumika na watu wenye changamoto mbalimbali za muda mrefu kama tezi dume, magonjwa ya mfumo wa uzazi. Wote hawa wanakuwa wanafaidika na hii mwani iliyoboreshwa. Kwa hii ya gel hii iko katika mfumo wa uji na inapatikana kuanzia kwenye ujazo wa kopo ndogo ya milis 200, ujazo wa mililita 200. Ndio. Lakini kuna ujazo wa size ya kati wa mililita 400 na kuna ujazo mkubwa wa mililita 700. Na anatumiaje sasa mtumiaji? Kwa mtu mzima anachukua vijiko 2 mpaka 4, anatumia kila siku kwa kuchanganya kwenye maji, kwenye chai, kwenye uji au kwenye maziwa, na anatumia asubuhi kabla hajapata kifungua kinywa. Ndio. Kwa hiyo kadri ambavyo anakuwa anatumia hii, ndio hivyo itakuwa inamsaidia katika kuimarisha kinga yake ya mwili na kuweka mwili wake sawa kiujumla. Lakini hakuna utofauti katika ubora kati ya hizi kati ya ile ya unga na ile ambayo iko kwenye kwenye uji sawa. Na ladha yake ipoje? Ladha yake kwa kiasi kikubwa ni ladha ambayo utaipata kutokana na kwamba nimesema hii iliyoboreshwa. Neno tukisema imeboreshwa ina maana ina majani ya mchaichai. Kwa majani ya mchaichai kutokana na ladha yake ya kipekee ndio yamechangia kwa kiasi kikubwa ladha ya hii mwani iliyoboreshwa. Ina maana hii inaondoa ile harufu ya bahari ambayo ukichukua mwani yenyewe au ukichukua mwani kutoka sehemu nyingine utakutana na hiyo harufu kali ya bahari. Sasa hii imekuja ikaondolewa na hii majani ya mchaichai. Kwa hiyo ladha ambayo utaipata kwenye ya unga, kwenye ya gel itakuwa ni ladha ambayo ina harufu ile ya unga wa majani ya mchaichai. Okay, safi. Safi kabisa. Bwana Dr. Mgema tumemsikiliza vizuri, lakini pia kwa wale wa Tanzania ambao tayari wako kwenye Channel 10 Plus wanaona na wanasikiliza pia Magic FM pia wanasikia. Kikubwa zaidi sasa Watanzania wanataka kufahamu hapo sasa Nyamonzi Traders wanapatikana wapi? Vile nimeona kabisa kuna huduma ya kupiga pale call center. Ndio kwanza tujue kwanza Watanzania wanataka kujua kwamba wanapatikana wapi, lakini pia watupatie mawasiliano ili Watanzania wajue namna gani ya kuweza kujisevia, lakini pia tujue na Watanzania wajue kwamba bidhaa hizi zinapatikana kwenye madukani au labda zinapatikana wapi, au ni kwa ndani kwenu tu peke yake, au kuna au kuna matawi au kuna agent yote ambaye pia mtu anapohitaji bidhaa hiyo anaipata. Sawa. Sasa sisi Nyamonzi Traders tunapatikana Kigamboni Kisota, jengo la Afya House, ground floor na floor ya kwanza. Hii inapatikana ukiwa unatokea feri unafika Maweni, unafuata barabara ya Tungi na utakutana na hilo jengo la Afya House. Hapo ndo tunapatikana sisi Nyamonzi Traders. Na kama ambavyo umeeleza kwamba tunatoa huduma pia ya call center. Hiki ni kituo cha kutoa elimu kwa Watanzania. Ina maana sisi lengo letu sio Mtanzania tu anunue hii mwani iliyoboreshwa bila kujua manufaa yake, bila kujua inatokea wapi, lakini bila kufahamu kuhusiana na maelezo ya kuhusiana na magonjwa mbalimbali. Kwa sisi tunachokifanya pale, tuna huduma hiyo ya kutoa elimu ya afya kwa Watanzania, na Mtanzania yoyote pale popote pale alipo anaweza kapiga simu bure kabisa akaweza kuongea na daktari kwa ajili ya kupata ushauri wa changamoto yoyote ile ya kiafya, lakini pia kwa ajili ya kupata maelekezo ya namna gani anaweza katumia hii mwani iliyoboreshwa au namna gani anaweza kaipata ili iweze kumsaidia basi kutokana na changamoto ambayo anakuwa ya kiafya ambayo anakuwa anapitia kwa wakati huo. Okay, sawa. Call center ni masaa 24 au ni muda wa kazi? Call center yetu inafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 4 usiku. Akipiga muda huo anaweza kuongea na daktari vizuri kabisa na ataelekezwa na atapata fursa ya kuunganishwa na mawakala wetu ambao sasa tumejitahidi kutanuka kutokana na uhitaji kuwa mkubwa, kuwa na mawakala katika mikoa ya Arusha, tuna mawakala katika mkoa wa Mwanza, tuna wakala Manyara huko, tuna wakala mkoa wa Moshi, lakini pia tuna wakala mkoa wa Dodoma pale, Dar es Salaam hapa tunapatikana.
Kwa hiyo wateja wote ambao wanapatikana kwenye mikoa hiyo 10 wanaweza kupata mzigo moja kwa moja kutokea kwa wakala, lakini kwa mteja ambaye anakuwa yupo kwenye mkoa ambayo bado hatujaweza kuufikia, anaweza kapiga moja kwa moja simu kutoka ofisini kwetu na sisi tutafanya namna ya kumfikishia mzigo popote pale alipo anaweza kapata. Sawa. Namba ambayo tunapiga namba ya simu ya kupiga ni kwa ajili ya kupata mzigo ndio ni 0747 taratibu 0747 87 87 53 91. Bwana, namba hii hapa kama unahitaji uweze kupata mwani ulioboreshwa vizuri kabisa, ili uweze kulinda afya yako vizuri na uweze kuitunza. Unajua kuna kuilinda na kuitunza. Hakikisha tu kwamba unapiga namba hii hapa 0747 87 53 91. 0747 87 53 91. Rudia tena 0747 0747 87 53 91. Kidevu. Kwa wewe kama wewe sasa hivi wewe kama wewe ushapata elimu kutoka kwa dokta, unawaambiaje wa Tanzania? Yani kikubwa tu kwamba bidhaa ni bidhaa nzuri sana, kwa sababu ukiangalia yale mambo matano yani ukiangalia binadamu kama sisi binadamu inamaanisha yale mambo yale matano ukiwa nayo, yani mwili wako uko vizuri, maana yake unakuwa na afya njema. Ndio maana pia Dr. Mgema amesema MC Kidevu, wewe unaendesha kipindi cha masaa 2 mpaka 3. Yani ukiingia ukiwa unatumia mwani ulioboreshwa inamaanisha virutubisho ambavyo vilivyokuwa navyo mwilini yani itakufanya wewe uone kama unaendesha kipindi kwa lisali moja. Si ndio hicho bwana Dr. Mgema? Kwa hiyo mimi nawashauri wa Tanzania wote wahakikisha kwamba wanapiga namba hii hapa 0747 87 53 91 ili uweze kupata maelekezo zaidi ya kuweza kupata mwani ulioboreshwa. Ngoja mimi niwatajie Kipemba basi. Watajie 0747 89 ndio 87 53 91. Sasa Kidevu, kwenye mitandao ya kijamii vile vile wanapatikana, wanaandikaje? Tuna kwenye mitandao ya kijamii unatupata kwa kuandika Simos Plus TZ. Simos Plus _TZ. Unatupata kwenye mitandao ya kijamii kuanzia Instagram tunapatikana, Facebook, lakini pia unaweza kutupata kwenye tuna channel ya WhatsApp ambao unaweza ka search Simos Plus TZ utaweza kutupata. Lakini pia tuna website yetu ambao unaweza kaingia kwa ajili ya kuona bidhaa zote ambazo tunazalisha. Ndio. Na inaitwa simosplus.co.tz. Okay, safi. Kwanza Dr. Mgema, kwanza tukushukuru sana. Unajua kibati cha Uruguay lengo letu unajua lengo pia kwa sababu bado pia ni kipindi cha Singeli lazima pia tuwape elimu watu namna gani ya kuweza kutunza afya zao. Sasa mkombozi ameshapatikana ni kutoka Nyamuzi Traders wanapatikana Kigamboni. Yaani ukiwa unatumia hiyo mwani iliyoboreshwa huwezi kumwaumwa wewe uchovu unaambia kabisa vitu fresh kabisa na safi. Shughuli inaenda, lakini pia unaheshimisha ndoa, hata ujenzi pia unakuwa ni mzuri safi kabisa, unajenga vizuri kabisa. Wito wako kwa watazamaji na Tanzania ni upi? Wito wangu kwa Tanzania ni kwamba tutumie mwani, lakini tutumie mwani ambayo imeboreshwa kutokea kampuni ya Nyamuzi Traders kwa ajili ya kujali afya zetu, kwa ajili ya kuimarisha kinga zetu, lakini pia kwa ajili ya kujikinga na magonjwa ambayo sio ya kuambukiza, ambayo kulingana na taarifa kutoka Wizara ya Afya pamoja na Shirika la Afya la WHO ni magonjwa ambayo yanazidi kushamiri sasa hivi, yakianza kuyazidi yale ambayo ni ya kuambukiza. Ina maana vifo vingi sasa hivi vinasababishwa na magonjwa haya ambayo sio ya kuambukiza kama kisukari, pressure, magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo, kansa ndio yanazidi kuongoza sasa hivi katika kusababisha vifo duniani. Kwa hiyo ukitumia virutubisho kama hivi ukiwa uko vizuri, inakusaidia sasa wewe kujikinga ili ukifikia umri ambao ni hatarishi kupata hao magonjwa iweze kukusaidia usiweze kupata, na kama umeshapata ikusaidie basi katika kudhibiti usiingie fikie katika kiwango ambacho kitaweza kukuletea madhara zaidi na kukuongezea gharama za matibabu. Asante sana Dr. Mgema. Watanzania wamekusikiliza, lakini pia kwa wale wanaokutazama
wamepata kuenjoy na kujua kabisa kwamba jamani package ni nzuri. Package ya bidhaa nzuri kabisa. Mwani ulioboreshwa imekaa vizuri. Kwa haraka tu popote pale ulipo Tanzania, haijalishi uko wapi, hakikisha unapiga namba hii hapa 0747 87 53 91 0747 87 53 91. Wanasema eti madaktari wachezi muziki kweli? Sio kweli. Kwa madokta kidogo mnaruka kidogo ngoma. Tunaruka. Okay, Singeli vipi unafuatilia? Singeli sio mfuatiliaji. Sio mfuatiliaji sana. Wa Singeli, lakini nikisikia angalau pia hata wasanii wa Singeli uje kusikia. Wasanii wa Singeli unaweza kunitajia wawili watatu. Kwa mfano sasa wawili watatu. Dogo Pateni. Kwa mfano Dogo Pateni ushakumsikia? Hapana. Ameimba na Zuchu. Mzee bwana Afande legeze kamba sijui. Hujai kusikia? Sawa, ngoma za Msaga Sumu? Msaga Sumu nimeshawahi kusikia. Dula Makabila? Sholo Mwamba? Meja Kunta? Mababu mababu kama kawaida anajua. Sasa Kidevu tumesahau kitu kutoka kwa daktari hapo, atutajie namba za call center kwa ajili ya watu kupiga. Kwa nani okay, bure hiyo unapiga bure kabisa. Ili aongee na daktari. Aongee na daktari kwa ajili ya kumuelezea na kukupa utaratibu, labda kukueleza jinsi gani unafanya. Kama ambavyo tumesema kwamba sisi lengo letu kubwa ni Watanzania wapate elimu sahihi ya kuhusiana na magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo tunatoa hiyo huduma ya bure kabisa ambao unapiga kupitia namba ya simu ya 0800 78 10 11 0800 78 10 11. Jamani, namba hiyo hapo ya call center jamani, hakikisha kwamba ili uweze kuongea na daktari dokta moja kwa moja, basi unapiga hiyo hapo call center. Namba yake ni 0800781011. Na kwa imependeza kweli kweli. Sasa Side atamsindikiza na nyimbo wa Msaga Sumu. Labda achague kwa sababu baadhi ya wasanii pia tushamtajia. Msaga Sumu. Unachagua ngoma za nani? Dula Makabila. Dula Makabila. Okay, safi. Basi tunakushukuru sana bwana. Bwana kama hujamwona daktari anacheza, basi hebu muangalie. Daktari Mgema anayarudi hapo. Side totari tenzetu. Daktari Mgema tuone unapocheza bwana. Njoo hapa. Daktari Mgema simama tukuone. Tio madaktari hawachezi siku hapa. Wewe